Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i thumma imamil mursalin, amma ba'd. Ma baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi chetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ama katika mada ya leo pia nitakuwa katika upande wa fani ya nahwu, na hivyo basi tasoma shairi mbili ambazo zimekuja kimshikel, lakini waalimu zetu wamezisoma, na baada ya kuzisoma wametufundisha shairi hizo. Ya kwanza kabisa yasomwa wa antum ma'shari liamun nalqa ladaykum adha wa bu'si. Katika shairi hii kuna mishikeli miwili, kuja antum ma'sharin badala ya kuja antum ma'sharun, lakini kuja nalqa ladaykum adha wa bu'si badala ya kuja nalqa ladaykum adha wa bu'sa. Katika shairi hii antum ma'sharin, katika hiyo ma'sharin sahihisho ni kwamba hiyo ma'shar laisa bimaana aljamaati kama yutawahamu, si kwa maana ya jamaa ama mkusanyiko kama inavyotuhumiwa ama inavyodaiwa. Wa innama huwa kalimatun muallifatun min kalimataini, na hakika sio vingine, hiyo ma'sharin ni tamko ambalo lenye kutungwa katika matamko mawili, tamko la kwanza likiwa ma na tamko la pili likiwa shari, lakini zimedaghamishwa mbili hizo. Mfano mashari zikadaghamishwa pale, zikaunganishwa na zikakaziwa pamoja na baadhi ya mbili hizo, lakini ikakhafifishwa shadda katika ile pili ambayo imekuja shari, ikakhafifishwa shadda pale kwa sababu ya kitandawili na wazani. Kisa hii ilivyokuwa natakiwa kuja ni maa shari, lakini zimedaghamishiwa pamoja na baadhi ya mbili hizo na ikakhafifishwa shadda katika ile pili kwa sababu ya kitandawili na wazani. Ilivyokuwa inatakiwa kuja, litakiwa ije kwamba wa antum liamun ma'sharin wa bu'usin nalqa ladaykum adha, na nyinyi wenye kulaumiana mko pamoja na shari pamoja na mabaya. Hivyo basi nyinyi wenye kulaumiana mlo pamoja na shari, ana mnawajua watu wakiwa pamoja na shari wako pamoja na hasadi, wako pamoja na chuki, ukabaji, lakini utekaji ndo watu ukiambiwa maashari wako sempule hizo. Maana yake huyu utamkuta ni mkabaji, utakuta ni mwizi. Kwa antum maasharin, yaje antum liamun maasharin wa bu'usin, nyinyi wenye kulaumiana mko pamoja na shari na mabaya. Sasa kama mpo upande huo, nalqa ladaykum adha, tutayakutanisha kwenu maudhi. Hamtakuwa na furaha yoyote, bali mtakuwa hamna furaha, muda wote mtakosa furaha katika nyoyo zenu. Hivi ndivyo kwa inatakiwa ikaishiri. Kivipi? Antum liamun ma'sharin nalqa ladaykum adha, hivi yani antum liamun ma'sharin wa bu'usin nalqa ladaykum adha. Shairi ya pili yaja kwamba tabayyan fa inna ad-dahra fihi ajaiba wa kam tawatil khabara'u qauman wa dahisi. Nayo pia katika mishikeli kuna mishikeli miwili.
Mshikeli wa kwanza ni hapo ilivyokuja tabayyan fa inna dahra fihi ajaiba. Kisa hii ilivyokuwa inatakiwa kuja kwamba ni tabayyan fa inna dahra fihi ajaibun, ili ije kuwa kwamba ajaibu ndo mubtada muakhar waliocheleweshwa na habari yake kuja fihi, lakini imekuja ajaiba. Mshikeli wa pili wakam tawatil khabarau qauman wadahisi, ilitakiwa kuwa wadahisi iwe ni kiunganishi cha qauma, lakini imekuja wadahisi. Katika masahisho ya shairi hii pia sahisho ni kwamba tabayyan wadahis fa inna dahra, tabayyan wadahis ajaiba fa inna dahra fihi wakam tawatil khabarau qauma. Katika shairi hii sahisho ndo lilikuwa hivyo. Tabayyan maana yake wadahisi, wadahisi matufia kwenye tabayyan, maana yake kija atufi kiunganishi cha filu, basi na hiyo kitakachokuja mbele na chenyewe ni filu. Tabayyan wadahis ajaiba, na hiyo ajaiba sio mubtada kama inavyodaiwa. Ajaiba imekuwa ni mafuulu muakhar wa filu tabayyan. Filu ni tabayyana, yatabayyan, tabayyan, tabayyunan, mutabayyinun, mutabayyan. Sawa sawa na takallama, yatakallam, takallam, takalluman, mutakallimun, mutakallamun, 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 mutakallamun. Fa in kana al-fi'lu zaidan ala thulathi falmasdaru al-mimi wa zamani wal makani kasmu al-maf'uli. Naam, mutakallamun, mutabayyanun, mutabayyanun, mutabayyan. Asema sasa katika tafsiri asema tabayyan wadahis ajaiba, ibaini na uichunguze dunia, ibaini na uichunguze dunia. Ajaiba tayari imeshakuwa ni dunia hapa. Fa inna dahra fihi, hakika zama zipo ndani ya nini? Ya dunia. Kwa hiyo ibaini na uichunguze dunia, hakika zama zipo ndani ya nini? Ya dunia. Wakam tawatil khabarau qauma, na ni mara ngapi limewameza vumbi watu. Yani al-khabarau failu wa tawa, maana yake tawatil khabarau kuna ta utanithi sakina, tawa yatwi itwi, tawiyan tawin matwiyun. Muone katika lafiful maqrun kule tawa tawa lafiful maqrun, aina zile za filu ambazo kwamba ni ila tawa yatwi itwi tawiyan tawin matwiyun. Kwa hiyo asema wakam tawatil ghabarau qauman, mara ngapi limewa meza vumbi watu. Maana yake ardhi mara ngapi umemeza watu, changa mara ngapi umeomeza watu. Kwa hivyo sasa baini, amri iliyokuja baini ni amri katika ngazi zile za amri, ina maana ya irshad. Utakapokuwa umechunguza dunia ukaibaini vizuri, ukaona kwamba si kitu ambacho kwamba unatakiwa kujinasibisha nacho, utatambua kwamba hapo utatoka katika huo ujahili ulionao, basi utaingia katika ile irshad, na hapo utakuwa umefanyaje? Umekomboka vizuri. Ndio maana ya amri irshad. Inakuja amri katika zile ngazi za amri kwa maana ya irshadu, kwa maana ya kutaka kukuongoza wewe. Amri twajua siku zote kwamba dhahiruha alwujubu wal ilzam, lakini hapo imetoka katika zile nini, zile ile nini, ile dhahiri yake imeshatoka katika ile dhahiri yake, imeshakuja kuingia katika nini, katika imeshatoka katika ile dhahiri yake kwa sababu ya hali, imekuja sasa kwa maana ya irshad. Na huwa zatoka nyingi tu, zina maana mengi tu. Kuna amri inayokuja kwa maana ya irshad, kuna amri inayokuja kwa maana ya mubahu, kuna amri inayokuja kwa maana ya taajizi. Zote zimu, lakini hii hapa imekuja kwa maana ya irshad. Utakapoichunguza dunia utapata uongofu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.